Sabri Zamil Al-Mindhiri, elimu kwa dalili. Mawahabi hao wanatunasibisha na huyu kwa sababu huyu shekhi ana athari kubwa ya da'wa ya tauhid katika miji ya mamlaka huko Saudia, na ndio maana watu wa bid'a wanawanasibisha watu wa sunna na mawahabi, wanatunasibisha na huyu shekhi huyu, kwa sababu wanasema hata ile da'wa mnayoiona Saudia ile ni athari yake. Ile sunna mnayoiona imeenea katika nchi nyingi za Kiarabu ni kwa sababu ya ile da'wa yake aliyoifanya. Allah subhanahu wa ta'ala kamjalia kabuli, akawa amefanikiwa katika da'wa yake. Wanasema kimaumbile shekhe huyu kana rahimahullah qawiyul jismi, kana qawiyul jismi, alikuwa na kiwiliwili chenye nguvu. Daqiqul fahmi, alikuwa na ufahamu wa ndani shekhe. Sari'ul hifdhi, alikuwa na hifdhi kali ya haraka, akisoma kidogo ameshahifadhi. Fasihul lisani, alikuwa ni mfasaha wa ulimi. Sadidur ra'yi, mwenye rai ya kupatia, akitoa rai yake ni rai yenye kupatia. Swadiqul firasa, alikuwa na ile firasa, ule utambuzi wa kweli. Husnul tadbir, mazingatio mazuri. Kathirul infaqi, alikuwa ni mwenye kutoa sana, alikuwa anatoa sana fi sabilillah, katika njia ya Allah. Zahidan fi dunya, alikuwa ni mwenye kuipa nyongo dunia. Mausulul fikra, fikra zake zilikuwa ni endelevu. La yafturu lisanuhu an dhikrillah, ulikuwa hauchoki ulimi wake kwa kumtaja Allah subhanahu. Muda mwingi akiwa asomi labda anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa ulimi wake. Wahabahu Allahu qabulan wa hibatan, Allah alimpa kukubalika. Allah subhanahu wa ta'ala alimjalia kuwa ni mwenye kabuli. Wa hibatan, alikuwa na tisho, yani kwa maadui, alikuwa anawaogopesha maadui. Yash'uru bihi ma kullu man ra'ahu, anayahisi hayo kila aliyemuona, au sami'a minhu, au aliyemsikia. Elimu yake Sheikh alipataje? Akhadha Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ulumahu wa ma'arifahu an adadi min al-ulama min usratihi. Sheikh alipata elimu na maarifa yake ya mwanzo kabisa kwa idadi kubwa ya maulama katika familia yao. Kwa baba yake alikuwa ni mwanachuoni, na vile vile babu zake walikuwa ni wanawavioni. Wa ulama wa asirihi, au ulama ya asirihi, na kutoka kwa wanawazuoni wa zama zake. Min ahli aljazirati alarabiyya waliraqi, kutoka katika nchi za Kiarabu pamoja na Iraki. Alienda pia, alisafiri kuelekea Iraki kwa ajili ya kusoma. Waliposoma huko kwao Najidi, huko Uyaina, akawa baadaye amesafiri kaenda Iraki kwa ajili ya kusoma ilmu kama vile ilmu za tafsiri ya Qur'ani, ilmu za hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo amechukua ilmu kwa wanawachuoni wengi, amesoma ilmu kutoka kwa wanawachuoni wengi. Na mwanzoni kabisa alianza kusoma kwa baba yake ambaye alikuwa ni Sheikh Abdul Wahhabi. Sheikh Abdul Wahhabi ambaye alikuwa ni baba yake Muhammad, ahadu fuqaha Najd wa qudatiha, alikuwa yeye ni moja katika maulama wa Najd na maqadhi, aliwahi kuwa ni qadhi katika huo mji. Fahuwa alladhi tawalla tahfidhahu kitab Allah ta'ala, yeye ndiye aliyetawalia kumhifadhisha Qur'ani. Kwa baba yake ndiye aliyemhifadhisha Qur'ani, hata atammahu qabla bulughihi al-ashira min umrihi, mpaka akaimaliza Qur'ani kabla ya kufikisha miaka 10. Kwa kabla hajafikisha miaka 10 ameshamaliza kuhifadhi Qur'ani. Thumma faqahahu ala madhhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal, kisha akamsomesha fiqh
kupitia madhhabu ya Imam Ahmad ibn Hanbali rahimahullah hatta bulughi Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab fi al-fiqh qadran kabira, mpaka akafikia nafasi kubwa ya fiqh kupitia madhhabu ya al-Imam Ahmad ibn Hanbali. Kwa hiyo hii ni historia fupi ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, katika ana safari zake za kiilmu ambazo alisafiri kwa ajili ya kusoma. Lakini katika vitu ambavyo vilivyompa pia kabuli, niliona Sheikh alikuwa akiandika rasail, vitabu vidogo vidogo mukhtasara, ambavyo miongoni mwao ndio hivi tunavyovisoma, ambavyo hivi vitabu vimeweza kusomwa na watu wengi, kwa sababu katika zama hizo, zama zake, wakati yeye anakuwa ni shekhe, kulikuwa kumejaa da'wa ya shirki na usufi katika miji yao, katika miji ya Najdi. Kwa tasawuf ilikuwa imeenea, ibadatul quburi, watu kuabudu makaburi, watu kuabudu adriha, ndio zilikuwa ibada zimeenea. So akaandika vitabu kwa usulubu uliokuwa mwepesi na vitabu vyenye maana iliyokuwa wazi, ambapo vitabu hivyo wakawa wanavisoma watu wa kawaida na wanafunzi wanavihifadhi. Waislamu wale wa kawaida wanavisoma na vile vile wakawa wanavihifadhi. Hilo ni jambo la kwanza ambalo ilimpa kabuli shekhi, dawa yake ikaenea kuandika vitabu. Lakini jambo lingine ni aqdu ad-durusi wal muhadarat al-amma wal khassa. Alikuwa akiweka darsa, akiwasomesha watu, na vile vile akiweka mihadhara. Hii kutoa mihadhara pia kuna faida. Waislamu wanaenda wanasikiliza muhadhara, umuhimu wa tauhidi, muhadhara wa leo, umuhimu wa elimu, muhadhara wa leo, ubaya wa shirki, muhadhara wa leo, athari mbaya za madhambi. Watu wanasikiza mihadhara, ina faida sana. Haithu kana yajtami'u ladayhi an-nas min mukhtalaf al-a'mar, walikuwa wakijikusanya mbele yake watu wenye umri tofauti tofauti, wa min mukhtalaf al-madhahib, na madhhabu tofauti tofauti, jambo ambalo lilimfanya shekhe da'wa yake ikaenea kwa kiasi kikubwa. Watu wakatoka katika dhulumatul jahli, giza la ujinga, wal bid'i, na bid'a, wal khurafat, mambo ya uzushi, ikaenea da'wa ya sunna. Hii ni juhudi aliyofanya. Juhudi nyingine ya tatu, al-murasalatu al-ilmiyya wa ziyaratu al-khassa li ashabi an-nufudhi al-madi wal-ilmi. Alikuwa akifanya murasala, akiandika barua, akiwaandikia barua za kielimu na kuwafanyia ziara watu maalum, hasa wale mashekhe ambao wana ilmu na baadhi ya viongozi watawala. Akawa anawaandikia barua, vile vile akawa anawatembelea, anaenda na walingania da'wa ya sunna, waachane na mambo ya bid'a. Kwa shekha akatembea, akafanya mihadhara, akieneza da'wa ya sunna na akiwaelezea hao watu wenye elimu waachane na mambo ya bid'a na mambo mbalimbali. Na ndio maana alipokuwa akilifanya hilo, elewana, kiongozi au mtawala wa mji ule wa Najdi, mtawala wa mji ule wa Najdi akawa amempa msaada uliokuwa mkubwa katika kueneza da'wa yake. Kwa shekha akakubali, akapata da'wa, yani akapata kabuli kutoka kwa mtawala ambaye ndiye aliyemsaidia katika kueneza da'wa yake, na da'wa yake ikaenea mpaka leo. Mnaona athari kubwa ambayo ipo katika miji ile ya Kiarabu, na hasa miji ya Makka na Madina, ni pamoja na
yale ambayo aliyafanya. Na mtawala alikuwa anaitwa Amiru Muhammad ibn Saud. Al-Amiru Muhammad ibn Saudi ndiye ambaye alimpa support. Sheikh alimwendea huyu mtawala, alipomwendea akamwambia, akambainishia, akamwambia anna ahwal almuslimin almuasira, hali za waislamu wa leo, la taftariqu kathira an ahwal almushrikina, hazitofautiani sana na hali za washirikina, alladhina harabahum ar-rasul, ambao waliwapiga vita mtume sallallahu alaihi wasallam. Unamkuta mtu ni muislamu lakini ana matunguli ndani, unamkuta mtu ni muislamu lakini ana mizimu, unamkuta mtu ni muislamu lakini anapiga ramli, unamkuta mtu ni muislamu anaagua kwa kutumia mambo ya shirki. Sheikh akambainishia yule mtawala, wa annahu la budda min raddihim ila rihab al-aqidati as-salima wal ibadati as-sahiha. Akamwambia lazima tuwarudishe watu katika ibada ambazo itikadi sahihi iliyosalimika, itikadi ya mtume na masahaba, na vile vile na ibada zilizokuwa sahihi. Yule mtawala sasa, yule mtawala katika mji ule ambaye anaitwa Al-Amiru Muhammad ibn Saud akasema, ayuha sheikh, ewe shekhe, inna hadha dinu Allahi wa dinu rasuli, hii ni dini ya Allah na dini ni ya mtume sallallahu na dini ya mtume wake, la shakka fihi, hakuna shaka ndani yake, fa abshir bin nusrati lima amarta bihi, pata bishara ya kunusuriwa, mimi nitakunusuru katika yale uliyokusudia kuyafanya. Wa bil jihadi liman yukhalifu, kana nitapambana na yule ambaye ni mwenye kukukhalifu wewe, na mimi naweka masharti kwako ya mambo mawili. Jambo la kwanza, nilana intadhallu ladaina idha fataha Allahu albilad wala tastabdil bina ghayrana, ubaki ukuwa hapa kwenye huu mji wetu, ikiwa Allah ataleta mabadiliko ya da'wa, uendelee, mimi na masharti yangu ambayo tuwekeane na wewe, uendelee kuwa katika mji huu wa Uyaina, mji wa Najdi, usiondoke ikiwa Allah ataleta mabadiliko. Usituletee mtu mwingine ukasema bana mimi nawaleteni huyu shekhi mimi naondoka. Hapana, wewe ubakie hapa hapa. Nilana kadhalika akamwambia jambo la pili kwamba mimi, akamwambia anna li ala ahli, ansema ad-dir'iyya kharajan atanawaluhu minhu waqtu jani thimari fala tamna'uni an akhdhihi. فقال له الشيخ أما الأولى فامدد يدك، فمدها فأمسكها الشيخ وقال له الدم بالدم والهدم بالهدم، وأما الثانية فلعل الله أن يفتح لك الفتوحات فيعوضك الله من الغنائم ما هو خير من الخراج. Akamwambia jambo la pili, mimi huwa nina kodi ambazo ninazichukua kutoka kwa watu ambao wanauza matunda, msimu wa matunda. Yani kiongozi anamwambia Sheikh nani? Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, kwa na kuomba usiniziwie mimi kuchukua hizo faida hizo. Sheikh ameshikana naye mkono, wakashikana mkono, nilana walipopeana mkono wa bai'a, yani kama vile anampa bai'a, anampa support katika yale ambayo anataka kuyafanya. Sheikh akamwambia ama jambo la pili kuhusiana na hizi kiasi cha rasilimali unazopata ndogo, huenda Allah Sheikh akamwambia da'wa itakapoenea na watu wakafuata Uislamu sahihi, fala'alla Allah an yaftaha laka alfutuhat, Allah anaweza kaleta ukombozi mkubwa wa Uislamu
fayu'awidhuka Allahu min al-ghanaim, Allah akakuletea badali ya ngawira, ukawa unapata ngawira, ma huwa khairu min al-kharaj, kuliko hiki ambacho ulikuwa unakipata. Kwa Allah baadaye anaweza kukuneemesha katika neema mbalimbali. Tuelewana vizuri? Na leo angalia maneno ya Sheikh yamekuwa ni ya kweli, kwa sababu leo mji ule ni unasimamiwa na Alu Saudi kwa sasa, si ndio? Mpaka ukaitwa al-Mamlakatu al-Arabia Saudia, unasimamiwa na Alu Saudi, na ni watu ambao wapo katika neema za maisha, hapo katika neema mbalimbali. Kwa Sheikh da'wa yake ikaenea, ndio mpaka leo athari ya da'wa mnayoiona leo ya tauhid katika miji mingi ya Kiislamu. Sasa baada ya da'wa yake kuenea, wale masufi, mashia na watu wengine wakaanza kumzulia Sheikh uongo, wakamzulia uongo, anadai utume, anadai si yeye anajua ghaibu, anadai mambo mbalimbali, anadai rububia, mambo ya uongo mengi. Lakini Sheikh akaendelea kufanya dawa, na ndio leo mnaona masufi katika nchi zetu wanawaita watu wa sunna kuwa ni mawahabi. Imeanzia huko